Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyangu, bwana, leo nakupa hiki kitu. Hebu chukua kaishi nacho katika maisha yako. Hebu sikiliza hili kwa umakini, kwa wewe ambaye unataka kuingia katika mapenzi ama unataka kuanzisha mahusiano na mtu fulani. Chukua hili. Moja katika jambo ambalo unatakiwa kulizingatia katika kichwa chako ni kwamba ukiona huna mpango na mtu katika maisha yako, katika masuala ya mapenzi, usijiingize katika mapenzi hayo. Ukiona huna mpango wa kuishi na mtu katika masuala ya kimahusiano ya mapenzi, usile cha kwake ule ambaye unahisi humpendi katika maisha yako. Moja katika swala kubwa linaloathiri watu katika maisha yao ni kuteseka katika milango ya mali katika maisha yao. Lakini sababu ni nini? Ni usaliti wa mapenzi katika maisha yao, juu yao na wapenzi wao. Kwa nini watu wengi leo wanaathirika katika masuala ya uchawi na kurogwa katika mapenzi? Kwa sababu imefikia mahala leo watu wengi wanatumia rasilimali zao, wanatumia elimu yao kuhakikisha wanawaweka sehemu nzuri wapenzi wao. Mathalan, unamkuta mwanamume anaweza kumfundisha ama kumsomesha, kugharamika school fees ama ada ya kumsomesha binti ambaye anaamini kwamba huyu atakuwa ni future katika maisha yake. Inafikia mahala anamlipia kila kitu, lakini mwanamke huyu baada ya kufanikiwa, amemaliza masomo, anajikuta anamsaliti yule aliyeweza kumfanya akawa pale na kwenda kuingiza katika mapenzi na watu wengine. Maanake huyu aliyetumia nguvu yake kukufikisha hapo katika elimu, umeona jitihada aliyofanya haina maana. Usiweze kutamani hata siku moja kufanya tendo hili. Ama unakuta mwanamke ameweza kumgaramia mwanaume kipindi ambacho hana, imefikia mahala akaamini akikaa akapanga naye maisha atafikia daraja lilokuwa zuri, na anaamini kwamba huyu atakuwa ni future husband wake. Alafu mwisho wa siku mwanaume baada ya kufanikiwa, yule aliyemwahidi atamuoa na akaweza kuatoa mali zake kwa ajili ya mwanaume ambaye aliamini kwamba huyu ni mume wake mtarajiwa, basi leo imefikia mahala anamwacha, anaenda kumuoa mwanamke mwingine. Usifanye hili katika maisha yako. Kwa nini? Moja katika uchawi mkubwa ni uchawi ambao wa mtu kuamua kukuloga ikiwa tayari umemdhulumu. Mtu ambaye uliyemdhulumu akaamua kupiga goti, anafanya jambo lake kwa hasira kubwa na anafanya kwa ushui kutoka katika moyo wake. Leo ukiwaangalia watu wengi ambao wanaoteseka katika maisha juu ya mapito mabaya katika maisha yao, wengi wameacha usaliti nyuma juu ya vipenzi vyao. Kwa nini? Mtu ambaye unamsaliti katika mapenzi ukamfanyia majambo mabaya katika moyo wake, huyu yuko tayari hata kukua ama kuone unanyanyasika katika maisha yako. Hivyo ndivyo ambapo watu wako tayari kusafiri, wako tayari kupoteza kiasi cha pesa, lakini wahakikishe kwamba yale mapenzi ulioweza kuyapoteza kwake na kwenda kuyaanzisha kwa mtu mwingine, hakikisha unapitia maisha magumu, upitie maisha mabaya, ifikie mahala kila mwanaume utakayemuona akuone kama mavi, ama kila mwanamke utakayemuona akuone kama pinyesi. Kwa nini? Kwa sababu ya usaliti uliofanya. Na kwambia wewe ambaye unayeteseka sasa hivi, angalia nyuma yako. Je, hakuna mtu ambaye uliwahi kumsaliti na mtu huyo ulimwaahidi ahadi nyingi katika mahusiano yako na akaweza pengine kukusaidia hata kukopea sehemu ili mradi aone unafanikiwa? Aliweza kuhakikisha mnapanga mipango ya kufanikiwa mpaka unafanikiwa. Leo unaenda kumsaliti huyu mtu. Akikaa chini akamwomba Mungu, basi tambua utaathirika sana. Na leo wanawake wengi kwa wanaume wananyanyasika na kuteseka katika maisha yao kwa sababu ya usaliti waliofanya kwa vipenzi vyao. Nataka nikwambie, mapenzi yakibadilika yanageuka kuwa ni uadui mkubwa katika maisha madamu, na wengi walioweza kusalitiwa wamegeuka kuwa maadui kwa wale waliwapenda. Kwa nini? Kwa sababu wameumizwa mioyo yao, wako tayari kutumia kila kitu ili mradi wa kuathiri katika maisha yako. Ukijiona pia kuna vitu unafeli, angalia nani ulikuwa na mahusiano naye na umeachana ni vipi. Usitegemee kwamba yule unayemweza kumwacha kwa usaliti aliyakuwa ameweza kuinvest ama kuwekeza vitu katika maisha yako ataweza kukuacha katika hali ya kawaida. Lazima atapambana. Hakikisha unafeli katika maisha yako. Acha usaliti. Ukiona humhitaji mtu, usile cha kwake. Ni mimi Khalifa Dr. Hussein Ngakola. Usiache unifollow katika akaunti yangu kwa hama chache. Afu minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.